Mambo vipi? Poa. Lecho. Ndani sasa kupita bila hata kunisalimia jamani. Wewe si umeniona? Ungenisalimia. Okay, poa. Tuachane na hayo. Ila ukweli ni kwamba kila ninapokutana na wewe moyo wangu hautaki kabisa nikuache hivi. Lecho. Kwa nini bado hauamini kuhusu hisia zangu kwako? Hivi wewe, kwani hujawahi kukataliwa? Nikwambie mara ngapi kwamba sikutaki? Nishakwambia sikupendi na sikuhitaji. Popote utaponiona, nione kama kituo cha polisi. Sijui umenielewa? Sitaki mazoea na wewe. Manboy. Vipi mmewa? Safi tu baba. Safi. Wewe ni kawaida yako kwa hiyo? Tangu upo mdogo upo na mimi hapa nakujua vizuri. Yaani umetoka huko kama vile unaumwa na tumbo alafu unasema kawaida. Wewe kawaida yako kwa hiyo? Wewe kuna kitu mdogo wangu kinakusumbua. Na alafu hicho kinachokusumbua kwa sasa wala hakina msingi. Ni bora ungepambana katika kutengeneza maisha yako. Mambo tu madogo madogo huko mtaani, katika mizunguko yangu nimekutana na vijana fulani hivi hata siwaelewi, ndo amenichanganya na nimejikuta nipo kwenye hali kama hiyo. Boy, unadanganya mimi? Yaani wewe ni vijana gani wanaweza kuchanganya wewe? Mtaa huu wote huu sisi wanatujua, mimi nakujua vizuri wewe. Kuna kijana gani ambao wewe atakuchanganya mpaka ukafikia kwa hali hiyo? Hao vijana wamekuibia, wamekupiga, wamekufanya nini? Nao ni vijana wa aina gani? Wageni? Ndugu wangu, katika hii dunia mapenzi yanaongozwa na pesa tu na mali. Ukiwa na pesa, ukiwa na mali, uwe na sehemu ya kuishi, hivyo vitu hivi sana, yaani wanakuja wenyewe. Unapaswa kuumiza kichwa sasa hivi katika kutafuta tu maisha yako, halafu hivi vitu vingine vinakuja. Mimi nadhani kaka hapo utakuwa umenifikiri vibaya tu. Ni mimi ninaga kabisa mpango wa mapenzi kwa sasa. Ndio wangu mimi nimepita humo. Hamna kitu ambacho wanafanya sasa hivi mimi sijalifanya. Wewe hapo hamna kitu kinachokusumbua zaidi ya mapenzi tu. Amini ninachokwambia. Nipo ndani basi. Haya. Oh, boy. Basi. Kama gani? Kama kawaida. Mambo ya huzuni. Vipi rafiki yangu? Poa tu. Naona umetulia hapo umepona uzani? Kweli basi unajua. Kuna vitu nilikuwa navifikiria hapa vinanika kichwa kidogo. Vitu gani hivyo? Unajua nini? Wewe ni rafiki yangu kitambo sana. Inafahamika wewe mnajoga muda mrefu sana maana yake. Sasa ni hapa penyewe uliponikuta hapa, si unaona? Yaani nimehangaika zangu nini, unajua?
nataka ni surprise blaza. Na ni blaza kwa wewe. Hiyo surprise gani? Je, blaza anaona kama vile mimi nimekaa tu nyumbani yani. Nimekaa tu nimejiboteka nini. Yaani anaona kama vile mimi namtegemea sana. Unajua? Hapo uliponikuta bana. Kama unavyoona hichi kibanda na lengo langu hili moja. Yote haya nimeyafanya kwa ajili ya Lecho. Wewe hichi kibanda unasema umetengeneza wewe? Ingawa ningesema sijatengeneza mimi, lakini mimi nimechangia. Amina. Mambo. Kwa hiyo alichonishauri ni kwamba nitafute kazi, nikiwa na kazi basi Lecho atakuwa wangu. Ila rafiki yangu, nikuulize kitu. Unajua Lecho ukimwangalia tu ni msichana mzuri sana. Hilo linaeleweka. Tena sana. Je, wewe unaamini kwamba anakupenda? Yaani hilo sio swali la kuuliza kwa sababu unajua kila ndege huwaga anatua kwenye mti au pendao. Sasa kweli unaweza kukuta mti ndege anaupenda, lakini akakuta ule mti niseme kama una kunguru, yani maana yake hawezi kutua pale. Unamuona kunguru pale kaduria, hawezi kutua pale, atapitiliza. Maana yake kwa maana nimekuuliza na maana huyo binti anakupenda kweli, ni hakika anakupenda, maana ni dada mzuri sana wewe. Alafu na mapenzi sasa hivi rafiki yangu, wasichana sana wengi sasa umeishia kwenye pesa. Sasa umesikia? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua hayo masuala sijui ya hapo kwenye huo mti kutakuwa na kunguru sijui nini, tusiajaji sana. Unajua ukimchunguza sana bata hautokula nyama yake. Mimi ananipenda. Unajua mimi nataka nimfanye Lecho, na sababu ya kujenga hichi kibanda hapa ni kwamba siku mnamchukua kaka kwa ajili ya kuja kumtambulisha shemeji yake. Sasa hapa mkute Lecho. Maana yake unamweka hapa. Yaani hichi kibanda mimi sijengi kwa sababu yangu. Unaona uzani kumweka hapo. Hapa mtaani tushachoka kula dagaa, na naamini watu wengi yani wameshachoka hii hali. Yaani ukisikia sehemu pananukia ujue ni dagaa. Kwa hapa Lecho akiwa anauza kuku, maybe nikichanganya hata na samaki itapendeza, na naamini sasa itakuwa na soko kwa sababu hamna mtu mwingine yeyote ambaye anafanya kazi kama hiyo. Unaweza kumfanya kibanda kama hiki hapa akakupendi. Umeona? Akakuchuna tu hapa kafai akapita hivi. Kwa hiyo rafiki yangu sasa jaribu sana kuwa makini sana na wanawake. Sababu ila mimi siwezi kukupinga kwa sababu unanipenda na wewe ni rafiki yangu. Sina ushauri na mwingine wa kushauri, ila kuwa makini sana. Okay, poa. Mimi nadhani ushauri wako ni poa na nitaufanyia kazi. Lakini kiukweli Lecho amenichanganya. Yangu haifanyi kazi kwa ajili yake. Kwa
zangu kwako. Hivi wewe kwani hujawahi kukataliwa? Nikwambie mara ngapi kwamba sikutaki? Nishakwambia sikupendi na sikuhitaji. Popote utaponiona nione kama kituo cha polisi. Sijui umenielewa? Sitaki mazoea na wewe. Kwa mimi naenda pale kuzungumza naye, je, kweli anakupenda au la? Na ndipo nimeweza kuongea naye Pendo distance kutokea pale ukanikuta nipo vile, lakini sikuwa yani sikuwa na jambo lolote lile rafiki yangu. Kwa mimi usinisi vibaya, usinifikie. Nitaamini vipi? Sasa hapo kwenye kuamini mimi nitakuaminisha. Umeona? Nitakuaminisha. Mimi nitaenda kuongea naye Lecho. Kuongea naye nikutana na wewe, yani bado nikuelezee kweli. Aliboy. Naam. Kuna kitu nataka niongee na usikilize. Unajua Aliboy, mimi najua kabisa kwa wewe unampenda dada yangu, na nimejua tangu muda harakati zako zote nimezijua mimi. Acha nikwambie tu Aliboy, dadangu anakupenda, tena anakupenda sana. Kwa hiyo unataka kusema huko kote ulipotoka mpaka kufika hapa ni dada yako ndo amekuagiza? Ndio, yeye ndo amenituma hapa nije kufikisha ujumbe. Okay, sawa, lakini nadhani umekuja muda mbaya, kwa sababu umenikuta nipo na mawazo sana. Namwaza huyo dada yako. Unahisi mimi naweza nikaongea naye chochote kweli dada yako na tukaelewana? Ndio maana mimi nimekuja nije kukwambia, na najua kilichotokea jana. Unajua dadangu sasa hivi sio mtu wa kukuepuka. Anafanya kitu kwa kuamini, yani kwa anafanya kitu kwa kulenga kitu. Anaamini wanaume wote ni malaya tu. Tangu ile tukio liweze kumtokea, ndio maana amekupa muda wa kukuchunguza, na ameamini kwa wewe una nia na yeye. Unajua kuna msemo unaosemaga kwamba mapenzi ni hisia. Sasa vipi kama nitaonyesha hisia zangu kwako na wewe sio muhusika? Hauoni kama nitakuwa nakukosea? Hapana. Kwa hiyo nataka kusema hizi siku zote ambazo mimi nahangaika, nateseka, naangalia namna gani ya kuonyesha hisia zangu juu yake, ni kwamba yeye bado tu haamini kama mimi nampenda. Adamu tu mwembeni pale anakusubiri. Tuachane nayo, tangulia mimi nakuja. Niambie nini mama? Nini kipenzi changu? Niambie basi, usilie basi, niambie. Nini shida? Rafiki yangu, huwezi amini, Mani alikuja hapa nyumbani. Kaja kufanya nini? Kanikuta na Sila, lakini alichukulia vingine. Kauchukulia
eti haina haja ya kupata shida kila kitu. Unajua nini, pengine labda mimi nilifanya makosa kuja kwenye maisha yako, alafu nilivyotambua kama nimefanya makosa sikukuomba hata msamaha, ila wewe kosa lako kwamba umeshindwa kujua kwamba mimi nimekuja nikiwa na maanisha kifupi. Mimi sio mwanaume wa kifupi, mimi sio mwanaume wa kusema mpaka uanze kunifanyia majaribio. Hapa mtaani kwetu kuna wasichana wengi na pengine kuna wengine wazuri zaidi yako, lakini kwa nini nimekuja kwako? Sababu moyo wangu umeelekeza. Najua pengine unaweza ukawa hauamini kama ni mimi niko mbele yako, lakini yote pia yametokea kwa sababu mapenzi yangu kwako ni dhati. Eti kama ningekuwa kama vile ambavyo ulikuwa unanifikiria, mpaka muda huu ungekuwa unanisubiria bila makubaliano. Umeamini kutokana na kupenda. Eti naomba nichukue nafasi hii kukaribisha ndani kabisa moyo wangu. Naomba nikufanye una